Siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 7 za mchana huko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Jeshi la polisi lilimkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka 38, mganga wa tiba asilia ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo ya Mongoro, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni 12,400,070 kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43, ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo ambayo yuko mtaa wa Nyamanoro, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela, katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtuhumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi na kumwamuru huyo mlalamikaji ambaye ni mwalimu au anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuhangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho. Ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi milioni 12,400,070. Baada ya kupokelewa kwa taarifa hizo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanya msako na kufanikiwa kumkamata huyo mtuhumiwa ambaye nimekwisha mtaja, akiwa na mtu mwingine aitwaye Boniface Charles Anthony, miaka 33, mkulima na mkazi wa mtaa Nyerere, kata ya Igoma, wilaya ya Sengerema, katika mkoa wa Mwanza, ambaye pia ni mshiriki mkubwa katika tukio hilo na katika mambo yake ya kiuganga kwa njia ya utapeli anayofanya. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na watuhumiwa watachukuliwa hatua za kisheria. Ndugu waandishi wa habari, tukio lingine ni tukio la mtu kuzama kwenye maji katika ziwa Victoria. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza likishirikiana na wananchi na wenzetu na taasisi nyingine za serikali ilifanikiwa kuupata mwili wa Maginga Mgera Osombo. Huyu ana umri wa miaka 47, dereva wa gari namba T 829 CUG. Hii ni aina ya Scania, mali ya kampuni ya Coca-Cola. Mwili huo ulikutwa ukielea mwaloni huko katika kijiji cha Kigongo, kata ya Idetemia, wilaya ya Misungwi. Mwili huo ulizama kwenye maji ya ziwa Victoria tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu, wakati akisafiri kwenye kivuko akitokea Mwanza mjini kuelekea Sengerema. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba dereva huyo ambaye ni marehemu kwa sasa aliamua kujirusha kwenye maji baada ya kupaki gari yake kwenye kivuko cha MV Mwanza. Alikuwa akiendesha hiyo gari akaipaki humo kwenye kivuko kwa lengo la kuvuka, na wakati huo kivuko hicho kwa kimeegeshwa katika eneo la Kigongo Ferry, wilaya Misungwi, na kilikuwa kikielekea Sengerema. Ndipo aliposhuka kwenye gari, na katika hali ya kushangaza kwa waliokuwepo, waliona mtu anajirusha kutoka kwenye maji ya ziwa Victoria kutoka ndani ya kivuko hicho kilichokuwa kimesimama.
huku kikiendelea kupakia abiria pamoja na magari. Baada ya kuzama kwenye maji ya kuonekana, aliendelea kutafutwa mpaka tarehe hiyo niliyoitaja, ambapo tuliweza kubaini akiwa mwili wake ukiwa unaelea. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitaalamu na kuonekana kuwa amefariki baada ya kunywa maji mengi na kukosa pumzi.